Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Tutaangalia kuhusu maombi na vile Yesu alivyofundisha kuhusu maombi kwa muda mfupi, na baada ya hapo tutaenda kuomba. Leo nina Biblia ya Kiingereza. Niombe mtu mmoja nisomee mstari kwa Biblia ya Kiswahili. Nasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, sali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Amen. Asante Baba, libariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Kwamba mnapoomba msiwe kama wanafiki, kwamba wao wanapenda kuomba wakiwa wamesimama katika masinagogi yao na kusimama katika pembe za mitaa au katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Yesu alikuwa anazungumza maneno haya na wanafunzi wake kwa sababu walikuwa wamemwomba awafundishe kusali. Sasa kabla hajawafundisha kusali, anawaelekeza mambo wanayotakiwa kuyaepuka wanaposali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza analowaambia waepuke wanapokwenda kusali, anawaambia waepuke kusali kama wanafiki, kama Mafarisayo ambao walikuwa wakisali kwa unafiki. Nawaambia kweli, wako watu ambao wanaomba kinafiki. Mwingine anahudhuria ibada ya maombi, anaingia kwenye maombi, mwingine hata anadiriki kufunga, lakini anafunga mfungo wa kinafiki ili aonekane na watu kuwa anafunga. Kuna wakati mtu anaweza akaingia kwenye maombi sio kwa sababu ana shauku ya kusema na Mungu, lakini kwa sababu anataka aonekane ya kwamba anaomba. Sasa hii walikuwa naiweza sana Mafarisayo, kwa sababu wao alikuwa akitaka kuomba anasimama katikati ya watu, anasimama katikati ya watu ndio anaanza kuomba, tena anaomba kwa sauti kubwa sana. Sasa Yesu akasema hao wanafanya hivyo ili waonekane na watu, na anasema kwa sababu wanafanya ili waonekane na watu, tayari wamekwisha kupata thawabu yao. Thawabu yao maana yake ni nini? Ni kupata kile unachokitaka. Sasa wao si wanaomba ili waonekane na watu, na kweli watu wamewaona, maana yake wamepata kile wanachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa Yesu anawafundisha wanafunzi wake, anawaambia ninyi mnaposali msifanye hivyo. Unapoomba ingia katika chumba chako cha ndani. Sasa hapa kwenye chumba cha ndani nafikiri panahitaji ufafanuzi, kwa sababu unaweza kujikuta pengine umeacha kuomba kwa sababu hicho chumba cha ndani hauna. Yesu anapofundisha wanafunzi wake na kuambia unaposali au unapoomba ingia katika chumba chako cha ndani na ufunge mlango, alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anazungumzia kitu gani? Yesu alikuwa anawaambia unapotaka kuomba ingia rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake mawazo yako yasiwe katika mambo ya kawaida. Omba ukiwa ikiwa maneno yale unayotamka, kile unachokiombea kitoke ndani ya moyo wako, sio hapa kwenye mdomo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ikiwa ni kitu ambacho kimeujaza moyo wako, ndicho ukipeleke mbele za Bwana. Haleluya. Ndio kuingia katika chumba chako cha ndani. Lakini tafsiri yake nyingine, usiendelee kushughulika na mambo yanayokuzunguka wakati unapokuwa ukiomba. And that's why we close our eyes when we pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunafunika macho tunapoomba. We are trying to enter in our inner room. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tunaingia katika chumba chetu cha ndani. Tusiendelee kushughulika na mambo yanayotuzunguka. And I need to give this secret. Unapokuwa unaomba, even when you worship, try to close your eyes, ili uweze kuingia katika chumba chako cha ndani. Unapokuwa unaomba, hata unapoabudu, funika macho yako, usiangalie mambo yanayokuzunguka. Labda uwe unaabudia katika eneo la hatari, ambapo muda wote unaweza kaibiwa au unaweza kushambuliwa. Hapo unaruhusiwa kuomba huku unaangalia. Lakini hata kama unaangalia, ingia katika chumba chako cha ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndicho kitu Yesu anafundisha. Anasema, na unapokuwa unaomba kutokea ndani ya moyo wako, Baba aonaye sirini ataona kwamba huyu mwanangu anataka kweli nimtendee. Haombi ili aonekane na watu, haombi ili asikiwe na watu, ila anaomba kwa sababu ana shauku ya kutendewa na mimi, na yeye aonaye sirini atakujazi. Manake atakutendea kile unachokiomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa wakati mwingine unaweza ukaomba sauti yako haisikiki, lakini unaomba na Baba aonaye sirini anaona shauku yako na anakujazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwa habari ya Hana, alipokuwa anaomba apate mtoto, aliomba, kuna wakati aliomba kwa sauti, ikafika wakati akawa anaomba lakini sauti yake haitoki, ni mdomo tu unaonekana unacheza. Mpaka Eli alipokuwa amejaribu kumfuatilia, hasikii sauti yake akiomba, lakini anaona mdomo wake unacheza. Eli akasema, yule mwanamke inawezekana amelewa. Lakini kumbe Hana anaendelea kuomba mbele za Mungu, anaomba, hatoi sauti, lakini midomo yake inaonekana inacheza. Manake anaomba kutokea ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa Yesu anasema, unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani. Sasa hapo anapozungumza unapoomba, pia tunaona kitu kingine ambacho Yesu anakifundisha kuhusu maombi. Anatuelekeza kwamba maombi sio jambo ambalo ni la hiari. Maombi ni jambo ambalo ni la lazima. You must pray. Lazima uombe. Unatakiwa kuomba kila siku, uombe kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipata nafasi ya kuomba leo asubuhi, na alipata nafasi ya kuomba mchana. Ni muhimu kupata nafasi ya kuomba kila siku. Maombi ni jambo la lazima. Yesu anatuelekeza na anatuonyesha kwamba kuomba ni jambo la lazima. Anasema, but when you pray. Hajasema lakini ikiwa mtaomba, amesema lakini mnapoomba. Maana ni jambo la lazima, jambo la kufanyika kila wakati. Kwa hiyo ni namna nyingine Yesu alikuwa anawaelekeza. Baada ya kuambia msiombe kama wanafiki, anawaelekeza namna ya kuomba. Lakini pia katika mstari wa 7 Yesu anafundisha jambo lingine. Kwamba wao wanafikiri watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Anasema mstari wa 8, do not be like them. Msiwe kama wao. Naomba soma mstari wa 8 kwa Kiswahili pia. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjamuomba. Huu ni mwendelezo wa mstari wa 7. Anaposema na mnapoomba msiwe kama watu wa mataifa, kwa sababu wao hufikiri kwamba watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Anasema lakini msiwe kama wao. Siwe kama wao, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua mnayohitaji kabla hamjaomba. Naomba fungua kitabu cha Mathayo sura ya 26 na mstari wa 44. Anasema,
Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, laleni sasa mpumzike. Tazama, saa imekaribia, na Mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Asante. Yesu akawajia. Ilikuwa wakati ule ameenda kuomba kule mlimani na wanafunzi wake. Unakumbuka aliwaacha akajitenga nao kidogo, akaenda akapiga magoti akaomba. Akawajia, akakuta wamelala, akajaribu kuamsha ili waombe, akawaacha, akarudi kuomba. Akaja tena, akakuta wamelala, akarudi, akaomba. Sasa anasema alirudi akaomba maneno yale yale mara tatu. Ndio baadaye akapata amani na baadaye sasa akakamatwa na kadhalika. Sasa ukisoma huo mstari unaweza ukajiuliza, mbona yeye wakati anawaelekeza wanafunzi wake namna ya kuomba aliwaambia, nyinyi msiwe kama watu wa mataifa, kwa sababu wao wanaomba maneno mengi wakifikiri ndio watasikiwa na Baba yao aliye mbinguni kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Sasa hili nalo naomba ndugu zangu nilifafanue vizuri. Hii isije ikakufanya ukawa mtu unaomba maneno mawili. Yesu amesema ombeni bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hapa wakati anawafundisha wanafunzi wake anawaambia msiwe kama, wazo kubwa ilikuwa ni kuto kuomba kama watu wa mataifa. Kwa sababu wao wanaomba tumaini lao likiwa kwenye uwezo wa midomo yao na kutamka maneno yao kwa ustadi. Kwamba wao wanapoomba, wao wanaamini katika kutamka maneno kwa ustadi na kutamka maneno mengi, kwamba hiyo peke yake. Lakini Yesu anafundisha tofauti. Anasema msiwe kama watu wa mataifa. Manake msiishie tu kwenye maneno. Unapotamka maneno uwe unaamini kile unachokitamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tafsiri yake. Unapokuwa unatamka bila kujali unarudia mara ngapi, lakini uamini juu ya kile unachokitamka. Na ndio maana utaona hata yeye mwenyewe baada ya kwamba alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kwamba msiwe kama watu wa mataifa, kwa sababu anafikiri kwamba watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Utaona yeye Yesu Kristo ulipofika ule wakati anaenda kusubiwa kama mwanadamu, alienda mlimani kuomba, na utaona aliomba jambo hilo hilo mara tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaomba jambo lile lile. Anaenda mara ya kwanza anapiga magoti anaomba. Alipomaliza akaenda kuwatazama wanafunzi wake aone kama bado na wao wanaomba. Alipokuta wamelala akawaamsha. Baada ya kwamba amewaamsha akarudi pale pale akapiga magoti akaomba jambo lile lile. Alipomaliza akarudi kwa wanafunzi wake akakuta amelala, akamwambia sasa laleni pumzike. Yeye akaondoka pale akarudi kuomba. Alipoenda kuomba alifika akapiga magoti akaomba jambo lile lile. Ikawa ni mara ya tatu analiombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wazo si kurudia, wazo ni kwa namna gani unaamini kile unachokiomba, kile unachokisema na Mungu unakiamini kwa kiasi gani, na unaamini kwamba Mungu anaweza kufanya kwa kiasi gani. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usiombe pasa ukaishia kutamka. Unapokuwa unaomba nenda zaidi ya kutamka. Amini juu ya yale unayotamka na juu ya yule unayemwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Nataka nirudie kama Yesu alivyosema hapa. Anasema mnapoomba msiwe kama watu wa mataifa. Msiishie tu kutamka. Muamini juu ya yale mnayotamka na muamini juu ya yule mnayemwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usijali kwa habari ya kurudia kile unachokiombea. Umeomba leo, haujapokea, omba tena kesho. Haujapokea, omba tena kesho kutwa. Haujapokea, omba tena mtoko. Endelea kuomba mpaka uone matokeo. Amen. Yesu jambo hili alilifundisha vizuri. Na akafutoa mfano wa yule mama mjane aliyekuwa anamwendea kadhi dhalimu. Akasema yule kadhi dhalimu hataondoka mtendee yule mwanamke kwa sababu anampenda. Anasema ataenda amtendee kwa sababu amemsumbua, au asiendelee kumsumbua daima. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu anazungumza maneno hayo akituonyesha kwamba tunapokuwa na jambo la kumwomba Mungu tuombe bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Umeomba leo, endelea kuomba na kesho. Hata ukitendewa upate nafasi ya kumwambia Mungu asante. Lakini kitu cha kukiogopa, cha kukiepuka, usombe kama watu wa mataifa. They repeat the same prayers